Kitabu kilichokuwa mbele yetu ni kitabu cha al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kinahusu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na jina la kitabu ni al-Fusulu fi sirati ar-Rasuli sallallahu alayhi wasallam. Al-Fusulu maana yake madarasa. Madarasa haya fi sirati ar-Rasuli sallallahu alayhi wasallam yanahusu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanahusu historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na umuhimu wa kufahamu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi Waislamu uko wazi, na watoto wetu tukawafundisha sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaijua historia ya mtume wao, umuhimu wake. Jambo hilo liko wazi, kwa sababu sisi Waislamu tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tumuige Mtume sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika nyinyi Waislamu mmepata kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kiigizo chema. Kwa hiyo mtume kwetu sisi ni qudwatun hasana, ni kiigizo chema. Sisi Waislamu naktadi, tunamuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatuwezi kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa hatufahamu historia yake, historia ambayo imekusanya mazazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, makuzi yake mpaka bi'tha yake, kupewa utume, kuanza kuteremshiwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vita vyake alivyopambana na a'daullah, maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, maadui wa dini ya Uislamu, na hali zake mbalimbali. Kwa hiyo ndani yake kuna mafunzo mengi ambayo sisi kama Waislamu tunatakiwa tuyaige mafunzo hayo, ambayo sisi kama Waislamu tunatakiwa tuyafate maelekezo hayo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia maneno yake na vitendo vyake na hali zake. Kwa hiyo jambo la kufahamu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo muhimu, na kile kiwango cha kufahamu njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia ambayo ibada zetu haziwezi kutengamaa mpaka kwa kufahamu njia hiyo, kiwango hicho ni wajibu, kwa sababu sisi tumeamrishwa kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumeamrishwa kuchukua muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa muongozo wake kwenye baadhi ya mambo hatuwezi kutekeleza isipokuwa kwa kusoma historia yake, kiwango hicho kitawajibika kwetu sisi kusoma historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ili tupate kutengeneza yale mambo yaliyowajibika kwetu sisi katika kutengeneza ibada zetu. Kwa hiyo jambo la kufahamu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo muhimu. Kwa hiyo mimi nilifundisha hapa na nyinyi mnanisikiliza hapa, hakuna anayepoteza muda wake. Hatupotezi hapa. Tunaposoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna tunachokipoteza, hakuna hasara yoyote inayopatikana, bali ni arribhu, ni faida. Hatulose, tuna gain, maana tunaingiza. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo moja kwa moja linahusu maisha yetu ya kawaida, linahusu
mafunzo yetu ya dini ya Uislamu. Kama ikiwa watu leo hii wanafahamu historia za watu ambao hawana faida yoyote wala hawana manufaa yoyote, wala kufahamu historia hizo hazimnufaishi katika maisha yake ya dunia wala akhira, lakini watu wanafuatilia historia hizo. Amezaliwa mwaka gani, amezaliwa mji fulani, amekulia sehemu fulani, alivyokuwa kaishi hivi akawa hivi, ameoa huyu, ameoa, ameacha hivi. Watu wakafuatilia historia za watu ambao kutozijua hakuna madhara ya aina yoyote, lakini utakuta Muislamu huyo huyo afahamu chochote kuhusu historia ya mtume wake ambaye ni qudwatun hasana, kiigizo chema kwake yeye. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika mmepata nyinyi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kiigizo kilichokuwa chema. Kwa hiyo ili mtume sallallahu alayhi wasallam tumfanye kiigizo kweli kweli, lazima tufahamu maneno yake, lazima tufahamu vitendo vyake, lazima tufahamu hali zake. Na hilo katika moja ya njia ya kuyafikia hayo ni kupitia sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mbele yetu kiko kitabu ambacho kinahusu historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam cha al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-fusulu fi sirati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam. Madarasa, kitabu chake amekiita madarasa yanayohusu historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtunzi wake ni Imam Ibn Kathir. Kwa hiyo kabla ya kuanza moja kwa moja, tuangalie kidogo yale yanayomhusu Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ni imam maarufu mashhur, ni imamu maarufu anayefahamika kwa Uislamu. Jina lake, nasaba yake huwa al-Imam al-Hafidh al-Muhaddith al-Mu'arrikh Imaduddin Abul Fida. Kunia yake ni Abul Fida na jina lake ni Ismailu ibn Umar ibn Kathir. Ana mashekhe wengi al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ana mashekhe wengi. Katika mashekhe zake wakubwa ni Sheikhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na vile vile al-Imam al-Hafidh Abul Hajjaj al-Mizzi, Imam al-Hafidh Abul Hajjaj al-Mizzi rahimahullah ta'ala. Bali Imam al-Mizzi alimuozesha mwanafunzi wake Ibn Kathir. Kwa Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kiachilia mbali kwamba Imam al-Mizzi ni shekhe wake, vile vile ni mkwe wake, kwa sababu amemuoa binti yake Zainab. Ana vitabu vingi Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, lakini katika vitabu vyake mashuhuri ni Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsiri hii kila Muislamu anaifahamu, tafsiri ya Ibn Kathir, Tafsirul Qur'anil Azim, na vile vile Al-Bidaya wan Nihaya. Kitabu chake Al-Bidaya wan Nihaya ni kitabu maarufu mashuhuri. Wanawachuoni wengi wa zama zake na waliokuja baada yake wana maneno mengi kumsifu Ibn Kathir rahimahullah ta'ala na kuisifu elimu yake na juhudi yake katika dini. Lakini alikuwa ni imam amebobea katika masala ya hadithi, amebobea katika masala ya tarikh na sira, amebobea katika masala ya usulu al-fiqh, amebobea katika masala ya tafsir, na kote huko ana vitabu ameandika kuhusu hayo. Tunaanza na mukaddima wa kitabu hichi, mukaddima wa kitabu chetu, mukaddimatu al-muallif rahimahullah ta'ala, utangulizi wa mtunzi ambaye ni al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kitabu hichi katika vipambanuzi vyake, kwa sababu vitabu vya sira viko vingi
na kila kitabu kina namna yake na kina ubora wake kwa upande wake. Ubora wa kitabu hichi na vipambanuzi vya kitabu hichi, husnu tartib, uzuri wa mpangilio wa haya matukio ya sira, historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amepangilia vizuri al-Imam Ibn Kathir mtiririko wa matukio yanayohusu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile katika vipambanuzi vya kitabu hichi, pamoja na udogo wake, yani udogo wa saizi yake, ni kitabu kidogo, lakini kimekuja kikiwa jami'an, kikiwa kimekusanya masail mengi katika sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile vile kitabu hichi pamoja na ufupi wake na pamoja na saizi yake, ni kitabu ambacho Imam Ibn Kathir amejitahidi kuondosha yale masail ambayo hayana faida sana, yale masail, yale mambo ambayo yanatajwa katika sira ya Mtume ambayo mengine sio sahihi, mengine hayana faida sana, yote hayo ameondosha. Kwa hiyo hajarefusha urefushaji wenye kuchosha, na wala hajapunguza sana kiasi cha kutia mapungufu. Kwa hiyo kitabu kimekuja kati na kati na kimeegemea sana kutaja yale yanayohusu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo hivyo katika kitabu hichi Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala amestafidi sana na kurejea sana katika vitabu vya wale waliomtangulia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rahma, mwenye kurehemu. Wabihi nasta'inu, ay wa billahi nasta'in, na kwa Allah peke yake tunataka msaada. Kwa hiyo ameanza kitabu chake kwa basmala, kwa kuleta bismillahir rahmanir rahim, na hiyo ni iqtidaan bi kitabillah, kwa kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kama kilivyofunguliwa na basmala, hivyo hivyo kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika barua zake ambazo alikuwa akiziandika akipeleka kwa wafalme mbalimbali. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Anasema alhamdulillah, kila sifa njema anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun, na salamu, kwa maana salamu za Allah subhanahu wa ta'ala, amani, ala ibadihi alladhina istafa, iwaendee waja wake aliyowachagua, ambao ni waja wake wema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawachagui na wala hawafanyi kuwa watu wake wa karibu isipokuwa watu wema. Wale waja wema ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachagua katika kuwaweka karibu na kuwakurubisha na kuwanusuru na kuwapa tawfik na kuwaongoza katika haki. Kwa hiyo wasalamun ala ibadihi alladhina istafa, na amani iwaendee waja wake ambao amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdan kathira, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, au ninamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala hamdan kathira, himdi nyingi, tayyiban, nzuri, mubarakan fihi, zilizobarikiwa, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, kama anavyopenda Mola wetu na kuridhia. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, shahadata man akhlasa lahu qalbah wanjabat anhu akdaru ash-shirki wa safa. Wa ashhadu, na shuhudia nakiri, an la ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, hali yakuwa peke yake, la sharika lahu, hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hana mshirika katika ibada zake, kama ilivyokuwa hana mshirika katika ufalme wake. Kama tunavyokiri, wanadamu wote wanakiri
waislamu na wasio waislamu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika fi mulkihi, katika ufalme wake, wa khalqihi, na uumbaji wake, wa tadbirihi, na katika uendeshaji wake wa mambo. Ikiwa tunakiri haya, inatulazimu tukiri kuwa hana mshirika pia katika ibada zake. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, na shuhudia hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa ni peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, shahadata man akhlasa lahu qalbahu, na shuhudia shahada ya yule ambaye ameutakasa moyo wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameutakasa moyo wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hamuelekei isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zote za ibada ya hofu, ikawa hamuogopi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hofu ya kiibada, ikawa hampendi mapenzi ya ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hataraji isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hawi dhalili isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aina zote akazielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shahada ya yule ambaye ameutakasa moyo wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanjabat anhu akdaru shirki, na vikaondoka kwake yeye uchafu wa shirki. Wanjabat anhu akdaru shirki, na ukawa mbali na yeye uchafu wa shirki, ikawa si mshirikina, ibada zake anazielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasafa, na imani yake ikasafika. Wasafa imanuhu wa ikhlasuhu, na imani yake ikasafika na ikhlasi yake ikawa haijachanganyika imani yake na ikhlasi yake na chembe chembe za ushirikina. Wa aqarra lahu biriqqil ubudiyya, na nashuhudia hayo shahada ya yule ambaye amekiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala utumwa wa kumwabudia, kwamba yeye ni mtumwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio wadhifatu al-insan, hii ndio kazi ya mwanadamu na nafasi ya mwanadamu na cheo cha mwanadamu. Cheo cha mwanadamu ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, wadhifa wake ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio wadhifa mtukufu kuliko nyadhifa zote. Mwanadamu sifa yake tukufu ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akimtaja mtume wake katika maqam tukufu, anamtaja kwa sifa ya abd, sifa ya abd, na kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam amekamilisha visimamo vyote vya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu hilo ndio jambo tukufu. Kwa jambo tukufu mwanadamu ni kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka utukuke kuwa dhalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye ni dhalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndio mtukufu. Na yule ambaye atakayeacha kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hamtumikii Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wake, anayemruzuku, mwenye kuendesha mambo yake, marejeo yake, kila kitu anamtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenyewe, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, kwamba nyinyi ni mafakiri kweli kweli, ni wahitaji kweli kweli katika kila namna, katika kila nyanja. Tongea mwanadamu alivyotoka katika tumbo la mama yake, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwa hatua mbalimbali, tonja la manii, pande la damu, pande la nyama, akapuliziwa roho, mpaka anatoka katika tumbo la mama yake. Hakuna anachokifahamu, hajielewi, hawezi hata yeye mwenyewe kujisaidia, anasaidiwa na mzazi wake. Allah subhanahu wa ta'ala anamlea huyu mja wake kwa neema zake, mpaka anakuwa na akili, anakuwa na ufahamu, anajielewa, anaweza kujihangaikia, kujitafutia, lakini bado yuko chini ya kivuli cha riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka anakufa yupo katika malezi
ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa neema zake. Ndio maana ikaja alhamdulillahi rabbil alamin, mola mlezi wa walimwengu wote, wanadamu na wasio kwa wanadamu. Kwa hiyo utukufu upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridil izzata falillahi alizzatu jami'a, yule anayekusudia kupata utukufu, basi utukufu upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na utukufu ni kumdhalilikia, kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, nashuhudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hayo shahada ya yule ambaye aqarra lahu biriqqil ubudiyya, amekiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala utumwa wa kumwabudia, kwamba yeye ni mtumwa wa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio sifa na wadhifa wa wanadamu wote. Wasta'adha bihi min sharri ash-shaytani wal hawa, na shahada ya yule ambaye ista'adha bihi ay ista'adha billahi, ametaka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunako shari za shaytani na matamanio, shari za shaytan na shari za matamanio, akataka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watamassaka bihablihi almatin, akashikamana na kamba yake madhubuti, wa huwa alquran alkarim almunazzali, iliyoteremshwa ala rasulihi alamin, kwa mtume wake muaminifu Muhammadin khairil wara, ambaye ni mtume Muhammad bora ya viumbe. Salawatullahi wa salamuhu alayhi daima, swala za Allah subhanahu wa ta'ala na swala za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume ni kumsifia mtume wake katika viumbe watukufu, kumsifia mtume wake kwa malaika. Kwa hiyo tunapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amswalie mtume sallallahu alayhi, kwamba Allah amswalie mtume, maana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsifie mtume sallallahu alayhi wasallam fil mala'il a'la, kwa viumbe vitukufu. Kwa salawatullahi, swala za Allah, wa salamuhu, na salamu zake, alayhi, zimwendee yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, daima ila yaumil hashri wal liqa, mpaka siku ya kukusanywa na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana siku ya kiyama. Wa radiyallahu an ashabihi, na Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie masahaba wake, wa azwajihi, na wake zake, wa dhurriyyatihi, na kizazi chake, wa atba'ihi ajma'in, na wafuasi wake wote. Na hii ndio mwenendo, huu ndio mwenendo wa Waislamu. Wanapomswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wanapomwombea dua mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Allah, vile vile wanaombea dua watu wake wa karibu, wake zake, kizazi chake, vile vile masahaba zake waliomnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, waliopambana bega kwa bega na mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka dini hii ya Uislamu, dini tukufu yenye manufaa yetu, ikatufikia kupitia wao. Hiyo ndio sunna ya Uislamu, na ndio sunna ya maimamu wetu wakubwa, kina Ibn Kathir rahimahullah ta'ala na wengine. Lakini kuna makundi yaliyopotea, ashia arrafidha, mashia, wao wanawatukana masahaba na kuwatusi masahaba na kuwakebehi na kuwashutumu tuhuma mbalimbali ambazo ni tuhuma za uongo na kushusha makana nafasi yao. Kwa hili jambo hili la hawa wanaochuoni wakubwa wa dini yetu, wanapomswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawasalia vile vile wake zake na kizazi chake na vile vile maswahaba zake, ni jambo lenye kutufunza nafasi ya maswahaba ridwanullahi alayhim. Kwa kila anapotajwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaambatanisha na kuwataja vizuri maswahaba kama alivyotajwa na Qur'an. Anasema wa radiyallahu an ashabihi, na Allah waridhie masahaba zake, wa azwajihi, na wake zake, wa dhurriyyatihi, na kizazi chake, wa atba'ihi ajma'in, na wafuasi wake wote. Hili linatufunza, ukiona mtu anaelekeza kejeli
kwa yoyote katika wake wa Mtume, mfano Aisha au Hafsa, au naelekeza kejeli kwa yoyote katika maswahaba wa Mtume, hata kama ikiwa umeshindwa kumjibu, wewe tayari una msingi mkubwa kujua kwamba huyu yupo katika uovu, yupo katika batili. Kwa nini? Kwa sababu wanachuoni wetu wakubwa wanapowataja maswahaba hakuna wanaomvua, wote Allah subhanahu wa ta'ala waridhi. Kwa huu ni msingi mkubwa kwa sisi ulil basairi wal nuha, ambao ni watu wenye uoni na wenye akili. Amma baada ya hayo, baada ya kuleta utangulizi, anasema Imam Ibn Kathir, fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifati al-ayyam an-nabawiyya. Anasema kwa hakika mambo yalivyo, la yajmulu, haipendezi, bi ulil ilmi, kwa wanachuoni, ihmalu, kupuuza, ma'rifati al-ayyam an-nabawiyya, kupuuza kufahamu masiku ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana historia yake, sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tawarikh al-islamiyya, na vile vile tarehe za Kiislamu, manake ile historia iliyokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na matukio mbalimbali, kuanzia katika zama za al-khilafa, zama za ukhalifa Abubakar, Umar, Uthman, Ali, kisha zama za ufalme, daula ya al-Umayya, daula ya al-Abbasiyya, daula ya Uthmaniyya, na kuendelea hapo. Haipendezi kwa wanachuoni kupuuza kuyafahamu hayo masiku ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hivyo tarehe za Kiislamu, wa hiya mushtamilatun ala ulumin jamma, wa hiya, na hiyo sira, hayo masiku ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sira ya Mtume na tarehe za Kiislamu, mushtamila, zimebeba, zimekusanya, ala ulumin jamma, elimu nyingi, elimu kubwa, wa fawaida muhimma, na faida muhimu, la yastaghni alimun anha, hakuna mwanachuoni ambaye ametosheka kutozihitajia. Kila mwanachuoni anazihitajia, bali hata Muislamu wa kawaida, la yastaghni alimun anha, hakuna mwanachuoni aliyetosheka kutozihitajia. Wala yu'dharu fil uruwi minha, na wala hapewi udhuru katika kujiepusha na hayo. Wala yu'dharu fil uruwi minha, na wala hapewi udhuru fil uruwi minha, katika kujiepusha na hayo. Lazima ayajue hayo, kwa sababu ndani yake kuna elimu nyingi na faida muhimu. Waqad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dhalik, anasema na kwa hakika nimependelea an u'alliqa, niweke ta'liq. Ta'liq maana maneno mafupi, sio maneno marefu. Tadhkiratan fi dhalik, iwe ni ukumbusho katika hayo. Waqad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dhalik, na kwa hakika nimependelea kuleta maneno mafupi, tadhkiratan fi dhalika, ukumbusho katika hilo, litakuna madkhalan ilayhi, ili ukumbusho huo uwe ni madkhalan ilayhi, uwe ni kama utangulizi kwenye haya, kama ni utangulizi katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tarehe za Kiislamu kwa ujumla wake, ili ni sehemu ya kuingilia katika kuyafikia haya na kuyaendea haya. Wa unmudhajan wa aunan lahu wa alayhi, na ili ukumbusho huo uwe ni unmudhajan, ay unmudhajan lahu, uwe ni mfano wake, iwe ni kama mfano wake, wa aunan alayhi, na iwe ni msaada juu ya kuyadiriki haya na kuyafahamu. Unmudhajan wa aunan lahu wa alayhi, ili iwe unmudhajan, hiyo lahu inarudi kwenye unmudhajan lahu, ili iwe ni mfano wake, wa aunan alayhi, na iwe ni msaada juu ya kuyafahamu haya na kuyadiriki haya. Wa ala Allahi i'timadi, kwa hiyo aliposema hapo unmudhajan wa aunan lahu wa alayhi, ilo lahu ya kwanza inarejea kwenye neno la kwanza unmudhajan,
na hiyo alayhi ya pili inarejea kwenye aunan, maana ili huo ukumbusho uwe unmudhajan lahu, uwe ni mfano wake, ni kama mfano wake, wa aunan alayhi, na vile ukumbusho huo uwe ni msaada juu ya kuyafahamu hayo na kuyadirikia hayo. Wa ala Allahi i'timadi, na kwa Allah peke yake ndio maegemeo yangu. Wa ilayhi, na kwake yeye tafwidi, na kwake yeye nategemea. Wastinadi, na hivyo hivyo naegemea, kwa maana moja, tafwidi wastinadi. Wa hiya mushtamilatun, na huu ukumbusho anakusudia hichi kitabu al-fusul fi sirati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na huu ukumbusho huu mushtamila, umekusanya, umebeba ala dhikri nasabi rasulillahi alayhi salatu wassalam, umebeba kutaja nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa siratihi, na sira yake, wa a'lamihi, na alama za unabii wake, a'lamihi wa a'lami nubuwatihi, na alama za unabii wake na utume wake tataja. Wa dhikri ayami al-islam ba'dahu ila yawmina hadha, na kutaja masiku ya Kiislamu, yani tarehe ya Kiislamu baadahu, baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ila yawmina hadha, mpaka siku yetu hii. Anakusudia kipindi chake yeye, kwa mataandika hichi kitabu nasaba ya mtume, sira yake, alama za unabii wake, na vile ataandika yale yote, matukio yote ya Uislamu yaliyokuja baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ila yawmina hadha, mpaka siku yetu hii, yani mpaka zama zetu hizi, zama zake anakusudia yeye kathiri. Lakini hili jambo la mwisho hili, kutaja masiku ya Kiislamu baada ya mtume mpaka kipindi chake, hakuyaandika katika kitabu hichi, yani hayo hakuyaeleza kwenye kitabu hichi. Ima aliona baadaye kwamba akifanya kuwa ni kifupi kisirefuke, au pengine Allah subhanahu wa ta'ala hakumwafikisha katika hilo kupata nafasi ya kufanya hivi. Lakini hili la mwisho halipo katika kitabu hichi, ameishia katika kutaja sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam pekee yake. Mimma yamassu hajata dhawi al-arab ilayhi, atataja hayo yote katika yale ambayo yanagusa haja ya wale wenye kuhitajia, yani yale yote ambayo watu walikuwa wanahitajia katika tarehe ya Kiislamu, basi nitataja katika kitabu hichi. Mimma, katika yale ambayo yamassu hajata dhawi al-arab ilayhi, yanagusa haja ya wale wenye kuhitajia, ala sabili al-ikhtisar, lakini yote nitataja kwa njia ya ufupi insha Allah taala. Lakini tumesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakumwafikisha kutaja katika kitabu hichi yale masiku ya Kiislamu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka zama zake, kama alivyosema yeye. Kwa hakutaja hayo katika kitabu hichi. Al-juz'u al-awwal, baada ya mukaddima na utangulizi, moja kwa moja mwanzo wa kitabu, juz'u ya kwanza, yani sehemu ya kwanza, ikiwa ni ishara kwamba kitabu hichi al-fusul fi sirati ar-rasul, al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala amekigawa katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, al-juz'u al-awwal na al-juz'u al-thani. Kwa hiyo sehemu ya kwanza atataja madarasa yanayohusu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha al-juz'u al-thani atataja mengine ambayo yanafungamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema al-juz'u al-awwal, sehemu ya kwanza, siratuhu sallallahu alayhi wasallam wa ghazawatuhu. Hii sehemu ya kwanza itahusu historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na vita vyake, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili atataja mengine. Ama hii sehemu ya kwanza ambayo tunaianza leo ni sehemu ambayo inahusu historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na vita vyake. Faslu, darasa fi dhikri nasabihi sallallahu alayhi wasallam, katika kutaja nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo hii kila mtu anajua nasaba yake, kila mtu anajua nasaba yake, lakini utakuta mtu hajui nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa
kujua nasaba ya mtume ni bora kuliko yeye kufahamu nasaba yake. Yani kufahamu nasaba ya mtume ni bora kuliko kufahamu nasaba yako. Imeleka kufahamu nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nasaba ya mtume wako ni bora kuliko kufahamu nasaba yako. Yani bora usifahamu nasaba yako, lakini ufahamu nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mtume ni afdalul khalq, ni bora wa viumbe, sayyidul anam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sababu ya sisi kuongoka. Imeleka kwa kufahamu nasaba yake ni jambo tukufu. Wewe ni nani? Yani wewe ni nani? Nafasi yako na mtume sallallahu alaihi wasallam inalingana. Kwa hiyo kufahamu nasaba ya huyu, nasaba ya tukufu mtume sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalq, afdalur rusul, bora ya mitume, ni bora kuliko kufahamu nasaba yako ambayo si chochote. Imeleka maana yake inatakiwa mtu ujue nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam walau kwa kiwango kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuingia utaya aliyoeleza Sheikh rahimahullah ta'ala, nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam inafika mpaka kwa Ibrahim alayhi salam, inafika mpaka kwa Ibrahim alayhi salam kupitia mtoto wake Ismail. Ibrahim katika watoto wake Ismail na Ishaq baada yake kaja Yaqub mtume naye, yani Ishaq akamzaa Yaqub na Yaqub akamzaa Yusuf. Imeleka kwa Ishaq kupatikana kizazi kizuri katika manabii. Ama Ismail kwake yeye hakuja nabii mubashara moja kwa moja kama ilivyokuja Ishaq, lakini Allah kajalia katika kizazi cha Ismail akapatikana afdalur rusul ambaye bora zaidi, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume nasaba yake inakwenda mpaka inarejea kwa nani? Kwa Ismail alayhi salam, ambaye Ismail baba yake ni Ibrahim. Hiyo ndio nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hii nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam ataeleza mwenyewe Imam Ibn Kathir, nasaba ya mtume kuanzia kwake mpaka kwa Ismail imegawika sehemu mbili. Nasaba yake yani kuanza Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, babu yake inakwenda mpaka kwa babu yake wa 20 ambaye ni Adnan. Kwa kutoka kwa babu yake wa kwanza ambaye ni Abdul Muttalib mpaka kwa Adnan, babu 20. Nasaba hii hakuna khilafu kwa wanawachuoni kwamba hawa walikuwa katikati mababu zake ni 20. Hakuna khilafu katika idadi yao wala hakuna khilafu katika majina yao. Yani kuanzia Abdul Muttalib mpaka Adnan hakuna khilafu katika idadi yao kwamba wako 20 na wala hakuna khilafu katika majina yao. Ama nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Adnan mpaka kwa Ismail una khilafu. Mababu zake walikuwa hapa kufika kwa Ismail kuna khilafu katika idadi yao, ndio wanasema idadi kadha, nyingine kadha, nyingine kadha mpaka kwa Ismail. Baada ya babu yake wa 20 Adnan mpaka kwa Ismail kuna khilafu hapa, hakuna makubaliano ya wanachuoni. Wako wanasema idadi yake kadha, nyingine idadi yake kadha, na vile vile kuna khilafu katika majina yao. Wengine wakataja hivi, wengine wakasema huyu jina lake ni hivi, lakini hakuna khilafu kuwa nasaba hii inafika mpaka kwa nani? Ismail alayhi salam. Imeleka hapo. Nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufupi ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Qusay ibn Kilab. Hichi ni kiwango ambacho inatakiwa kila Muislamu ajue mpaka kwa babu yake watano. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, babu yake wa kwanza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Hichi ni kiwango ambacho kila Muislamu anatakiwa kijue. Kama ikiwa wewe unafahamu nasaba yako mpaka kwa babu yako wangapi, 4 au 5,
basi Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio anatakiwa ufahamu zaidi nasaba yake. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab, mpaka babu yake watano. Lakini ikiwa mtu ataweza kuhifadhi nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka babu yake wa 20 inakuwa bora zaidi. Kwa maana Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn An-Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Mpaka hapo hao ni ndugu zake 10 ambao hakuna khilafu baina ya wanawachuoni kwamba idadi yao ni 20 na vile vile idadi yao ni 20 na majina yao hakuna khilafu. Kwa yule ambaye atakayeweza kuhifadhi mpaka kwa babu yake wa 20 inakuwa ni bora zaidi. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudar ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Nizar ibn Ma'ad na ibn Adnan. Na wako katika wanawachuoni ambao wameandika mashairi katika kukusanya haya, yani mtu akihifadhi hayo mashairi hayo hizo beti atakuwa mahifadhi nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abau sayyidil wara ala rutab huwa ibn Abdullah Abd al-Muttalib wa Hashim Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab Murrah Ka'b Lu'ay wa Ghalib wa Fihr ibn Malik wa Khuzaimah wa Ghalib wa Fihr ibn Malik Mudar wa Nadr qul Kinana kadhalik Khuzaimah mudrikah Ilyas wa Mudar nizaruhum qiyas ثم معدت بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الأعيان. Baada ya Adnan wametofautiana wanawachuoni katika idadi ya babu zake mpaka kufika kwa Ismail na majina yao. Anasema Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, faslun fi dhikri nasabihi sallallahu alayhi wasallam. Hii ni fasl katika kutaja nasaba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema huwa sayyidu waladi Adam, huwa sayyidu waladi Adam. Mtume ni bwana, ni imam, ni bwana wa watoto wa Adam wote. Yeye ndio bwana wao, manake mtukufu wao na imamu wao. Abul Qasim, kunia yake ni Abul Qasim. Muhammad, na jina lake ni Muhammad. Wa Ahmad, kisha akaanza kutaja majina mengine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ana majina mengi, akataja hapa baadhi yake, na yote yamethibiti kutoka kwake yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini jina lake kubwa ni jina lake Muhammad. Hili jina kubwa la Mtume sallallahu alayhi wasallam ambalo limetajwa katika Qur'an. Vile vile Ahmad, lakini Muhammad limetajwa mara nyingi zaidi. Na majina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sio kama majina yetu. Majina yetu ni majina lakini hayana sifa ndani yake. Utakuta mtu anaitwa Saleh. Saleh maana yake ni mtu mwema. Lakini kuitwa kwake Saleh haina maana ndio sifa yake. Inaweza kuwa ni Saleh lakini ni muovu. Saleh lakini muovu, sio mwema. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam majina yake ndani yake yana sifa. Ile jina lake ndio sifa yake hii.
sio kama majina yetu. Kwa hiyo Abul Qasim kunia yake ni Abul Qasim Muhammad, jina lake Muhammad, wa Ahmad vile jina lake, wal Mahi jina lake la tatu. Mpeneza katika namba Muhammad jina lake la kwanza, wa Ahmad jina lake la pili, wal Mahi jina lake la tatu. Al Mahi kwa Kiswahili maana yake mwenye kufuta. Tafsiri yake imetajwa mbele hapo. Mwenye kufuta nini? Wal Mahi alladhi yumha bihi al-kufru, ambaye yumha hufutwa kupitia yeye ukafiri. Yumha hufutwa kupitia yeye ukafiri. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemleta Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaondoshia watu ujinga, akawatoa katika upotevu na katika ukafiri na ushirikina. Kwa hiyo yeye ni al-Mahi alladhi ambaye yumha hufutwa kupitia yeye ukafiri. Aliyefuta ni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wal hashir alladhi yahshuru an-nasa. Wal hashir, hashir mwenye kukusanya. Akatafsiri alladhi yahshuru an-nasa, ambaye atawakusanya watu. Alladhi ambaye yahshuru an-nasa, ambaye anawakusanya watu. Duniani Mtume sallallahu alayhi wasallam anawakusanya Waislamu kwa kufundisha dini yao na kuongoza katika yale ambayo yanawafaa katika maisha yao ya na akhera. Na vile akhera watu wote na nyumati zote zitakuwa chini ya bendera yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ina maana al-hashir alladhi yahshuru an-nasa, ambaye anawakusanya watu duniani kwa kuwafundisha dini yao Waislamu. Waislamu wote ikawa chemchemu yao ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wote mafundisho yao, ibada zao wanazifanya vile alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna chochote wanachokifanya isipokuwa kutoka kwa mtume wao. Anawakusanya watu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhira watu wote watakuwa chini ya bendera yake, bendera ya hindi, bendera ya kusifiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal aqib, jina lake la tano Mtume sallallahu alayhi wasallam ni al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Al-aqib maana yake ni yule ambaye laysa ba'dahu, hakuna baada yake nabii yoyote. Mtume yeye ndio khatamul anbiya wa khatamur rusul, yeye ndio khitamu, yeye ndio hitimisho la manabii wote na mitume. Allah anasema ma kana Muhammad aba ahadin min rijali walakin rasulullah wa khataman nabiy. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah na ni khitamu ya mitume yote na manabii wote. Kwa katika majina yake al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy. Al-aqib kwa maana ile ambaye hakuna baada yake nabii. Jina lake la sita wal muqaffi, mtume ni al-muqaffi. Inafaa kusoma kwa kutia kasra fa, al-muqaffi, aliyewafuata manabii waliokuwa kabla yake. Aliwafuata manabii waliokuwa kabla yake. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hajakuja na sheria mpya wala dini mpya. Na hii ni hoja kubwa kwa wale wote ambao wako kinyume na dini ya Uislamu, wakadai wanafuata manabii waliotangulia. Na hii hoja Allah subhanahu wa ta'ala amekithirisha ndani ya Qur'an, akisema musaddiqan lima baina yadayhi. Kwa maana hichi kitabu Qur'an ni chenye kusadikisha yale yaliokuwa vile vitabu vilivyokuwa kabla yake. Na mtume hivyo hivyo ni mwenye kufuata manabii waliokuwa kabla yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kuthibitisha msingi wa tauhid, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Anakuja kuthibitisha msingi huu kama alivyothibitisha manabii waliokuwa kabla yake. Kwa hii ni hoja kubwa kwa wale wote ambao wanadai wanafuata manabii waliotangulia. Musa, Isa, wanadai wanafuata Taurat, wanafuata Injili,
wanafuata Daud, wanafuata Ibrahim, hali ya kuwa wako mbali na dini ya Uislamu, hali ya kuwa Uislamu umekuja kufanikisha yale yaliyothibitisha na manabii waliotangulia, na wala mtume hakuenda kinyume na msingi huu wa tauhid kama alivyothibitisha wale Mtume sallallahu alayhi wasallam al-muqaffi kwa kutia kasra fa, maana yake mwenye kuwafuata waliokuwa kabla yake. Na inafaa kusoma al-muqaffa, mwenye kufuatwa, kwa maana Waislamu wote wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwiga yeye. Jina lake la ngapi? Linalofuatia jina la ngapi? La 7. Wa nabiyur rahma, na vile Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nabii wa huruma, nabii mtume mwenye rahma, mwenye huruma wa Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye pupa juu ya kuongoka kwenu, kwa waumini ni mpole, mwenye huruma. Nabii wa rahma, ni nabii mwenye huruma. Katika aya nyingine, aya hii amehusisha rahma ya Allah kwa waumini peke yake. Aya nyingine ameeleza rahma ya mtume sallallahu na huruma ya mtume kwa viumbe wote. Anasema ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatujakutuma wewe isipokuwa ni rahma kwa walimwengu wote, Waislamu wote na hata wasiokuwa Waislamu, umma huu na vile umma uliotangulia. Mtume ni rahma kwa wao. Kivipi? Kwa Waislamu iko wazi, amewaongoza kwa kuwabainishia dini yao na kuwafundisha yale ambayo wanahitajia katika dini yao. Je, mtume ni rahma vipi kwa wasiokuwa Waislamu? Allah subhanahu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatujakutuma isipokuwa wewe ni rahma kwa walimwengu. Je, kwa wasiokuwa Waislamu mtume ni rahma vipi kwa wasiokuwa Waislamu? Mtume ni rahma mpaka kwa wasiokuwa Waislamu, hata kwa makafiri. Kwa nini? Sababu makafiri wamekataa wenyewe, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kabainisha hakuna heri isipokuwa amefundisha umma wake, hakuna shari isipokuwa amewatahadharisha umma. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalingania wote. Mtume ameletwa hapa, ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jami'an nas, kwa watu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wasiokuwa Waislamu wamekataa wenyewe mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume ni rahma mpaka kwa wao, nielewe, isipokuwa wao wenyewe ndio wamekataa. Kwa hiyo yote ambaye ameacha dini ya Uislamu, yeye mwenyewe ndio ambaye amekataa. Na yule ambaye atakaingia motoni, hajaingia peponi, yeye mwenyewe ambaye amekataa, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Allah tujalie subhanahu wa ta'ala tuwe miongoni mwa wale wake watakaoingia peponi. Imekuja katika hadithi ya Abi Hurairah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia sahaba wake, au anawaambia masahaba wake kwamba umma wangu wote utaingia peponi illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakayekataa. Hii ni rahma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake. Umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayekataa. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni nani ambaye atakayekataa? Mtume akasema ata'ani dakhala al-janna, yule ambaye atakayenitii huyo anaingia peponi. Akakubali Uislamu, akamtii Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo ataingia peponi. Wa man asana, atakayemwasi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaacha Uislamu akamwasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo ndo ambaye amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hiyo Mtume ni rahma kwa umma wake wote. Na vile katika rahma ya Allah subhanahu, rahma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa walimwengu wote, Waislamu na sio Waislamu, ni pale alipoomba Allah subhanahu wa ta'ala asiwaangamize umma wake kama alivyoangamiza nyumati zilizotangulia kwa adhabu yenye kuokoa wote. Nyumati zilizotangulia ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala kileta adhabu hiyo inaondoa wote, umma mzima wote walikwenda kinyume na mtume huyu wote. Lakini umma huu Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake sio ya kuondoa wote,
wataadhibiwa, lakini sio kwa kuondoshwa wote. Kwa hiyo hata makafiri lau kama ingekuwa ni nyumati nyingine, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala angewadhibu kwa kuondoshwa wote, lakini kwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bado wapo. Kwa ni rahma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa walimwengu wote. Wa nabiyyu tauba, hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nabii wa tauba, ni nabii wa toba. Aliwafundisha umma wake ibada hiyo, na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe ilikuwa anatubia kwa siku zaidi ya mara 70 au zaidi ya mara 100, kama ilivyokuja katika hadithi, fa inni atubu fil yawmi 100 marra. Tunasema mimi natubia kwa siku moja mara 100. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika majina yake ni nabii tauba, nabii wa toba. Sababu sifa yake ilikuwa akitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku moja mara 100. Wa nabiyul malhama, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nabii wa vita, nabiyul malhama, nabii wa jihad, nabii wa vita. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amepigana vita na makafiri, alipigana jihad na makafiri vita kadhaa, 27 ingine 29. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam haya ndio majina yake, na majina haya ndani yake yamebeba sifa, ni majina na sifa. Kisha akasema ibn Abdullah, ibn Abdullah baba yake. Sasa yanapopote yote haya majina ya Mtume, kwamba huyu ni Muhammad ibn Abdullah, ni Muhammad ibn Abdullah, mtoto wa Abdullah. Kwa baada ya kutaja babu zake, taja Muhammad, kataja majina yake, kisha akamtaja baba yake Mtume ibn Abdullah, mtoto wa Abdullah. Wa huwa, na huyu Abdullah ambaye ni baba yake Mtume, akhul Harith. Sasa hapa Ibn Kathir rahimahullah ta'ala hakutaja nasaba peke yake, akatosheka na hapo kwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Talib, kataja nasaba na vile anataja na ndugu wa baba yake, ndugu wa babu yake, katika kuzidisha faida. Manake kama ikiwa hapa anataja ndugu wa baba yake Mtume, manake hawa itakuwa ni kina nani? Wa kiume, baba zake wakubwa au baba zake wadogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akataja vile ndugu wa Abdullah wa kike, manake dada zake Abdullah, ambao hawa watakuwa kina nani? Shangazi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ibn Abdullah, Muhammad ni mtoto wa Abdullah, wa huwa, na huyu Abdullah akhul Harith, ni ndugu wa al-Harith. Kwa katika a'ma, katika maami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba zake wadogo au wakubwa ni al-Harith wa Zubair wa Hamza. Hamza huyu anafahamika, meleka. Kuna wengine walikuwa ni Waislamu na wengine hawakuwa Waislamu. Hamza alikuwa ni Muislamu, amekufa katika ghazwa ya Uhud, vita vya Uhud. Wala Abbas vile ni maarufu, amiyake Mtume alikuwa ni Muislamu. Wayukanna, na kunia yake huyu Abbas, kunia yake ni Abul Fadli. Kunia yake ni nani? Abul Fadli. Wa Abi Talib, vile vile katika ndugu wa Abdullah ambaye anaingia katika maami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abi Talib. Abu Talib ni maarufu, lakini hakufa katika Uislamu, lakini inafahamika mchango wake mkubwa katika kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na ukafiri wake, alikuwa na mhami mtoto wa ndugu yake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na maudhi ya Makuraish. Abu Talib ambaye ni baba yake Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo Abu Talib kwa al-Harith wa Zubair wa Hamza wal Abbas wa Abu Talib, wasmuhu Abd Manaf. Abu Talib jina lake ni Abd Manaf, kwa hiyo ni kunia yake Abu Talib, lakini jina lake ni Abd Manaf. Wa Abi Lahab, ndugu Abdullah ambaye ni wasita ni Abi Lahab. Abu Lahab anafahamika, huyu hakuwa Muislamu Abu Lahab,
na alikuwa na vitimbi, anafanya vitimbi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Na huyu ndo ambaye imekuja sura ikimsema vibaya nani? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab, imeangamia mikono yake, ameangamia yeye. Manake hakuna shaka kwamba Abu Lahab huyu anaingia motoni, na tunashuhudia Uislamu wote kwa Abu Lahab anaingia motoni, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari kasema sayasla nara dhata, ameshuhudia na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ni motoni, ambaye huyu Abu Lahab alikuwa ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapo tunajifunza kwamba nasaba ya mtu hainufaishi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imeleka nasaba ya mtu hainufaishi mbele ya Allah subhanahu, bali matendo yake. Kwa hiyo mtu asifaharishe na nasaba yake, au asimulike na nasaba yake, baba yangu kadha au nasaba yetu kadha, au kwamba sisi ni masharifu, hali ya kuwa matendo yake yapo kinyume na Uislamu na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Huo usharifu wake na nasaba yake haina faida. Kuna masharifu wakubwa zaidi yake ambao ni ukarimu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuacha mwongozo wa Uislamu hakuna nasaba inayowafaa. Kwa hiyo wa Abi Lahab, na ndugu wa sita wa Abdullah ni Abi Lahab, wasmuhu Abdul Uzza, jina lake Abu Lahab ni Abdul Uzza. Wa Abdul Ka'ba, ndugu wa saba wa Abdullah na katika maami wa Mtume ni Abdul Ka'ba, wa huwa al-Muqawwam, na huyu Abdul Ka'ba jina lake ni al-Muqawwam. Abdul Ka'ba ni kisanya la kabu yake, nickname yake, ama jina lake ni al-Muqawwam. Waqila, na pamesemwa, wako katika wanawachuoni waliosema huma ithnani, kwamba hao wawili, kwa maana Abdul Ka'ba na Muqawwam ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo wako wanasema kwamba Abdul Ka'ba ni huyo Muqawwam, isipokuwa Abdul Ka'ba ni lakabu yake, jina lake ni al-Muqawwam. Lakini nasema hapana, Abdul Ka'ba ni mwingine na al-Muqawwam ni mwingine. Kwa hiyo al-Muqawwam vile vile ni ndugu wa Abdullah, kwa wale waliosema kwamba ni watu wawili tofauti. Wa Hajri, na vile vile katika ndugu wa Abdullah ni Hajri, wasmuhu al-Mughira, jina lake huyu ni al-Mughira. Wal Ghaidaq, ilio katika Madina katika ndugu wa Abdullah ni huyu al-Ghaidaq, na hii lakabu yake, nickname yake, sio jina lake, al-Ghaidaq. Wasumia bidhalika, na ameitwa hivi al-Ghaidaq likathrati judihi, kwa wingi wa ukarimu wake, kwa wingi wa ukarimu wake. Wa aslu ismihi Nawfal, asili ya jina lake ni Nawfal, jina lake ni Nawfal. Waqila, wako waliosema kwamba jina lake sio Nawfal bali ni Hajri, jina lake ni Hajr wa Dirar au Dirar, wako waliosema jina lake ni Hajr. Waqila Hajr, na wako waliosema jina lake ni Hajr, kwamba huyo al-Ghaidaq jina lake sio Nawfal, ni Hajr. Wa Dirar, na katika ndugu wa Abdullah ni Dirar, yani Dirar inarejea katika ndugu wa Abdullah. Kwa hiyo hao wote ni a'mam an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni maami wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baba zake wadogo au wakubwa. Abdullah kwa watoto, katika watoto wa Abdul Muttalib, maana katika hawa Abdullah alikuwa mdogo, lakini wanaochuoni wanasema kuna waliokuwa wadogo zaidi kuliko Abdullah. Miongoni mwa hao ni Hamza na Abbas, hao walikuwa wadogo zaidi kuliko Abdullah, kwa sababu hao walikuwa miaka yao haijapishana sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama Hamza wako waliosema walipishana na Mtume miaka mingi, yani mtu na baba yake mdogo walipishana miaka mingapi? 4 sana. Wako waliosema hivi, yani kama mtu na kaka yake, imeleka hivyo Abbas. Kwa hiyo hao walikuwa wadogo zaidi kuliko Abdullah, lakini Abdullah kulinganisha na wengine yeye alikuwa ni mdogo, alikuwa mdogo zaidi kiatilia mbali Hamza na Abbas. Kwa hiyo hao wote ni katika amam wa Mtume: Al-Harith, Az-Zubair, Hamza, Abbas, Abu Talib,
Abu Lahab, Abd al-Ka'ba wa Hajr wal Ghaidaq wa Dirar. Takriban 10. Imeleka takriban 10. Vizuri, ili uweze kudhibiti, manake uweke namba zile, kwa sababu sehemu nyingine anataja majina yao kwamba wasmu, lakini hauhesabu jina lake, lakini ni yule aliyemtaja mwanzo. Kisha akasema wasafiyata. Sasa hapa anaanza kutaja shangazi zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana vile vile Safia ni ndugu wa Abdullah. Katika ndugu wa Abdullah, ndugu baba yake Mtume ni Safia au wa kike, maana ni shangazi zake Mtume. Wa Safia wa kwanza Safia, wa Atika wa pili, wa Arwa wa tatu, wa Umayma, na Umayma vile ni ndugu wa Abdullah, kwa maana shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Barra wa tano, wa Ummu Hakim wa sita, wa hiya al-Bayda. Na huyu Ummu Hakim ndio yule anayefahamika kwa jina hili la al-Bayda. Haula kulluhum, hawa wote auladu Abdul Muttalib, ni watoto wa Abdul Muttalib wote, yani kuanzia Abdullah mwenyewe na wale ndugu zake Al-Harith, Zubair, Hamza, baba zake wadogo wakubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hawa ndugu wa kike wa Abdullah, mashangazi zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wote hawa ni auladu Abdul Muttalib. Mwana shangazi zake Mtume wako 6, na baba zake maami zake wako takriban 10 au 11. Kwa hiyo ni wangapi? 16 au 17. Wote hao auladu Abdul Muttalib, ni watoto wa Abdul Muttalib, ambaye ndio babu yake Mtume wa kwanza, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ibn Abdul Muttalib ndio babu yake wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdul Muttalib. Sasa hapa ndio tunaanza kuhesabu idadi 20 ya babu zake. Wa kwanza ni Abdul Muttalib, kisha anaendelea pili Hashim, mpaka 20 hadi 8. Hapa hakuna tofauti baina watu kwamba idadi yao ni 20 na majina yao ni haya na haya na haya. Hiyo ndio nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa leo taishia hapa wa watoto wa Abdul Muttalib. Katika darasa ijayo, wiki ijayo inshallah, Allah akituwafikisha, tutaanza kutaja babu zake Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia kwa Abdul Muttalib na kuendelea mpaka kwa Adnan.